Chama cha Wauguzi Tanzania TANA kimelaani chapisho la picha mjongeo yenye maudhui ya udhalilishaji dhidi ya wauguzi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii nchini na msanii wa sanaa ya ucheshi Goodluck Carlos maarufu kama Mr. Mwanya, na kuliomba Baraza la Sanaa Tanzania BASATA kumchukulia hatua kali za kinidhamu msanii huyo. Takribani watu 98 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 150 kujeruhiwa baada ya paa kuporomoka katika klabu ya usiku katika mji mkuu wa Jamhuri ya Dominica, Santo Domingo. Klabu ya soka ya Simba yaweka rekodi ya kufuzu hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuidondosha Al Masry kwa mikwaju ya penati. Mtazamaji wa Channel 10 Plus, hujambo na karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji wako usiku wa leo ni mimi Salma Shabani. Karibu. Chama cha Wauguzi Tanzania TANA kimelaani vikali chapisho la picha mjongeo, yani video yenye maudhui ya udhalilishaji dhidi ya taaluma ya uuguzi na ukunga ambayo imezalishwa, kuchapishwa na kusambazwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii nchini na msanii wa sanaa ya ucheshi Goodluck Carlos maarufu kama Mr. Mwanya, na kulitaka Baraza la Sanaa la Taifa BASATA kumchukulia hatua kali za kinidhamu msanii huyo kwa matumizi mabaya ya sanaa yake. Clement Sanga ana undani wa taarifa hii. Kupitia mtandao maarufu wa kijamii ujulikanao kama TikTok, msanii wa sanaa ya ucheshi nchini Goodluck Carlos maarufu kama Mr. Mwanya, kupitia akaunti yake binafsi katika mtandao huo yenye wafuasi wapatao 634,034, alichapisha picha mjongeo yenye urefu wa dakika 1 na sekunde 4 iliyobeba maudhui tata. Kabisa uko serious kabisa, mtoto wa kiume unasomea nesi. Kabisa ni mtoto wa kiume anasomea nesi. Unatofauti gani na amina kisha. Kufuatia kusambaa kwa maudhui hayo, Chama cha Wauguzi Tanzania TANA kinaona kazi hiyo ya kisanii ina mushkeli ya kimaadili, na hapa inatoa kauli ya kulaani. Chama cha Wauguzi Tanzania kwa maana ya TANA inalaani vikali picha mjongeo hiyo chafu na ya kashfa inaodhihaki wauguzi wa kiume na kujaribu kupotosha jamii kuhusu heshima na thamani ya taaluma ya uuguzi. Aidha, chama hicho kikawa na ombi kwa BASATA na serikali kwa ujumla. Aidha, chama kinaomba Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania kwa maana ya TNMC kuendelea kusimamia fani ya uuguzi na ukunga kwa weledi ili wasivunjike moyo na kukata tamaa kwa tukio hili lililotolewa kupitia picha mjongeo. Pia chama kinaomba serikali kupitia vyombo vya usalama na mawasiliano kuwachukulia hatua kali za kisheria, hususan bwana Goodluck Carlos alimaarufu Mr. Mwanya pamoja na wahusika wa kutengeneza na kusambaza video hiyo haraka iwezekanavyo ili iwe fundisho kwa wenye tabia kama hizo. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, chama hicho pia kimeonyesha kusudio la kufungua mashtaka ya kisheria dhidi ya msanii huyo. Msanii huyo pia katika ukurasa wake wa TikTok aliomba radhi kwa maudhui hayo. Nitumie njia ile ya video mimi kuzalisha, basi kuomba radhi kwao, kuomba radhi Baraza la Wakunga Tanzania kwamba sikuwa na maana ya kudhalilisha hiyo fani. Serikali kupitia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imekuwa ikitoa rai kwa umma kuwa na matumizi bora ya teknolojia ya mitandao ya kijamii. Clement Sanga, Channel 10 Plus, Iringa. Asante sana Clement Sanga. Takribani watu 98 wamefariki dunia baada ya paa la ukumbi wa burudani maarufu ya usiku katika Jamhuri ya Dominica kuporomoka, huku 150 kujeruhiwa wakati wa tamasha la msanii Ruby Perez ambaye naye ni miongoni mwa waliokufa katika tukio hilo. Tupate taarifa kamili na Juma Mohamed. Rais wa Jamhuri ya Dominica Abinada ametoa rambirambi zake kwa familia zilizoathiriwa na mkasa huo. Mkurugenzi wa kituo cha operesheni cha dharura COE Juan Manuel Mendez alisema ana matumaini kwamba wengi wa waliozikwa
chini ya paa lililoporomoka bado wako hai. Mwanamuziki maarufu wa mtindo wa mareggae nchini Dominica, Ruby Perez, ambaye alikuwa jukwaani wakati huo, ni miongoni mwa watu waliojikuta kwenye mkasa huo uliotokea katika klabu ya usiku ya Jet Set kwenye mji mkuu wa taifa hilo la Caribbean wa Santo Domingo. Maafisa wa uokozi wanawatafuta manusura katika ukumbi huo ulioko mji mkuu Santo Domingo uliojengwa miaka ya 70 iliyopita. Waokoaji wapatao 370 walichana vilima vya matofali vilivyogubika nyumba na mabati kwa ajili ya walionusurika. Mamia ya magari ya kubebea wagonjwa yaliwapeleka majeruhi hospitalini, huku watu kadhaa wakikusanyika nje ya ukumbi huo wakitafuta habari za wapendwa wao. Klabu hiyo ilikuwa na uwezo wa kuchukua watu 700 walioketi na takribani watu 1000 wakiwa wamesimama. Hadi sasa haijulikani kilichosababisha paa hilo kuporomoka. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10+. Aliyefahamika kwa jina la Praxeda Prosper mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa kijiji cha Rurumba katika kata ya Kiomboi mkoa wa Singida, analazimika kupatiwa matibabu chini ya uangalizi wa jeshi la polisi mkoa wa Manyara katika hospitali ya rufaa ya mkoani humo baada ya kuwajeruhi kwa kisu tumboni watoto wake wawili wa miaka 5 na wa mwaka 1, na pamoja na yeye kujijeruhi tumboni akijaribu kuwaua na kujiua. Mwandishi wetu Elia Kimani anaripoti kutoka Manyara. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara inathibitisha kuwapokea majeruhi hao ambapo wanaendelea kupatiwa matibabu. Tulipokea wagonjwa watatu, ikiwa ni mama na watoto wake wawili, wakija na majeraha ya kuchomwa na vichwa vyenye ncha kali maeneo ya tumboni. Wakiwa hapo hospitali waliona na madaktari na wakapewa huduma, ikiwa ni pamoja na upasuaji, na wote wanaendelea vizuri. Wote walikuwa wanaonekana kuwa na majeraha kwenye maeneo ya tumbo, na majeraha hayo yalikuwa ni tofauti. Kwa mfano, kwa maana ya mama, jeraha lake lilikuwa tu ni kwenye ngozi ya tumbo na alikuwa halijagusa viungo vya ndani ya tumbo, kwa maana alikugusa utumbo wala maini wala mapafu. Na pia kwa mtoto mkubwa ambaye ana umri wa miaka 4, na jeraha alikuwa linafanana na mama yake, isipokuwa kwa huyo mtoto mdogo wa mwisho alikuwa jeraha lake ambayo lilikuwa limeenda ndani zaidi, likajumuisha na kutoboa kwenye utumbo mdogo wa chakula. Na alipatiwa matibabu ya upasuaji, wakashona pale palipokuwa pametoboka, na aliwekwa kwa siku za matazamio, na tunashukuru jana ameanza kupata kitu chochote mdomoni. Lakini mama na yule binti mkubwa wenyewe walikuwa washapatiwa matibabu na wanaendelea vizuri. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Manyara Kija Mkoyo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa chanzo cha jaribio la mwanamama huyo kutoka wilaya Ramba kata Kiomboi mkoani Singida kutaka kujitoa uhai na familia yake ni msongo wa mawazo. Aidha, Mkoyo amesema mwanamke huyo ametekeleza tukio hilo akiwa kwa dada yake mjini Babati, ambapo amemtembelea hivi karibuni akitokea mkoani Singida, na kwamba msongo huo unasababishwa pia na hali ya mwanamke huyo kupata watoto hao kwa wanaume wawili tofauti. Mtoto wa kwanza ambaye amenusurika ana miaka 4, huku wa pili akiwa na mwaka 1 pekee, ambaye ndiye aliyepatiwa matibabu upasuaji kutokana na kujeruhiwa vibaya hadi kwenye eneo la utumbo mdogo wa chakula. Jeshi la polisi mkoani hapa limesema mwanamama huyo atafikishwa mahakamani pindi taratibu za kipolisi zitakapokamilika. Kutoka mkoani Manyara wilayani Babati, mimi ni Elia Kimani. Wakazi wa kata ya Kafita wilayani Nyang'hwale mkoani Geita wameomba serikali kuingilia kati sakata la wawekezaji wa uchimbaji wa madini ya dhahabu katika eneo hilo, kuziba baadhi ya barabara zilizokuwa zikitumiwa na wananchi baada ya kuingia kuwekeza wilayani humo. Mrisho Sadiki anatujuza zaidi. Wananchi hao wametoa malalamiko hayo kwenye mkutano wa mwenyekiti wa CCM kwa Geita, ambapo mbali na kuzibwa kwa barabara hizo, wamesema migodi hiyo haiwajibiki kwa jamii moja kwa moja, ikiwemo kutoa CSR, huku wakiomba serikali kutafuta ufumbuzi wa changamoto hizo haraka. Kule juu kulikuwa na njia zetu za kienyeji ambazo tulikuwa tunatumia, kulikuwa na mabarabara, lakini mpaka leo mabarabara yote yale yamezibwa. Hatuna njia ya kupitia kule wananchi. Tuna plant zaidi ya 8
karibia miaka 3 na kuendelea. Hatujawahi kupata hata senti yoyote tukisomea hata kwenye mikutano ya hadhara. Mkuu wa wilaya ya Nyang'hwale Grace Kingalame amesema swala hilo ameshalitolea maelekezo kwa kuwataka wawekezaji hao kuhakikisha wanajenga barabara kwa ajili ya wananchi kupita. Nilitoa maelekezo Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba barabara ile ijengwe, licha ya kwamba inazunguka, itengenezwe na mwekezaji ili wananchi wapate barabara, lakini kama ni kwa kutembea kwa miguu watafute eneo husika karibu na pale wanapofanya uzalishaji, lakini isiharibu uwekezaji ambao wanaendelea nao, ili wananchi waweze kupita kwa miguu, wasiharibu uwekezaji lakini wasizuiwe kupita. Lakini kwa maana barabara ya kupita mpaka gari nilishatoa maelekezo ijengwe. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nikolausi Kasendamila amemtaka mkuu wa wilaya Nyang'hwale kuhakikisha anashughulikia changamoto hiyo ili wananchi waweze kupita, pamoja na migodi hiyo kutoa CSR. Bado naelekeza kwamba mahusiano wafungue njia. Kama hawafungui njia, basi inakopita waitengeneze ijulikane, au sio ndugu zanguni? Lakini kuwafungulia njia ni jambo jema sana. Kusaidia upatikanaji wa maji ni jambo jema sana. Kupitia CSR wakibanwa haya mambo yanatekelezeka. Sasa kwenye mkutano huu kazi ya chama ni kuagiza serikali. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik. Naam, mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Salma Shabani. Tuangaze huko kanda ya Ziwa ambapo tunaelezwa kwamba katika kupambana na wanyama waharibifu hasa fisi ndani ya mkoa wa Simiyu, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA katika operesheni yake iliyoanza mwezi Januari 2025 wamefanikiwa kuua fisi wapatao 43. Hayo yamesemwa leo na kamanda wa kikosi cha operesheni hiyo kutoka TAWA, afisa mhifadhi daraja la pili Ayubu Fundi, wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo fisi hao wameuawa katika wilaya za Itilima, Bariadi pamoja na Maswa. Amesema operesheni hiyo inatokana na matukio ya fisi hao kushambulia watu pamoja na mifugo kuongezeka, ambapo operesheni imefanyika katika maeneo yote ambayo yameripotiwa uwepo wa wanyama hao. Huku afisa mhifadhi mwandamizi pamoja na mahusiano kutoka TAWA kanda ya Ziwa John Mselikale amewataka wananchi popote ambapo watawaona wanyama hao kutoa taarifa TAWA kwa ajili ya kuwadhibiti. Baada ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya Bariadi kupata taarifa ya kwamba kuna fisi wameua kondoo 21, alichukua hatua za haraka za kutembelea eneo la tukio na kujionea namna fisi walivyoleta hayo madhara. Kwa hiyo alishauri kwa hiyo operation ambayo ipo makao makuu yetu ya hiyo operation yako Itilima, alihimiza kwamba ifike hata wilaya Bariadi, na kwa bahati nzuri tarehe 6 tulifanikiwa, tarehe 5 tulifanikiwa kuua fisi mmoja katika maeneo ya Magereza ambapo ni wilaya Bariadi. Kwa hiyo tunaendelea na operation hii mpaka hapo mpaka amani itakaporejea. Tukio la fisi kuua kondoo 21 katika wilaya ya Bariadi, na hatua ambayo tumeichukua mpaka sasa ni kwamba tunashirikiana na kamati ya usalama ya wilaya ya Bariadi ambayo inaongozwa na mkuu wa wilaya ya Bariadi Mheshimiwa Simalenga, na of course tayari tumeshaandaa kikosi kwa ajili ya kudhibiti fisi hao, na mpaka sasa hivi kikosi kiko wandani kwa ajili ya kudhibiti. Rais wa Indonesia Prabowo Subianto amesema nchi yake iko tayari kuwapa hifadhi ya muda waathirika wa vita kati ya Israeli na Hamas, wakiwemo watoto yatima na majeruhi kutoka Gaza. Subianto amesema Indonesia ipo tayari kuwasafirisha takriban watu 1000 katika awamu ya kwanza kwa ndege maalum na kuwahifadhi hadi wapone na hadi Gaza itakapokuwa na utulivu, lakini akasisitiza hatua hiyo sio makazi ya kudumu. Kauli ya Subianto inajiri baada ya kuelekea Abu Dhabi kwa ziara ya Mashariki ya Kati itakayompeleka pia Uturuki, Misri, Qatar na Jordan, ambapo atazungumzia mpango wa kibinadamu. Indonesia, taifa lenye Waislamu wengi zaidi duniani, limekuwa mshirika wa karibu wa Palestina kwa muda mrefu. Jeshi la polisi mkoani Geita limewataka wananchi kutokubali kukamatwa
na mtu yeyote anayedai kuwa ni askari bila kuonesha kitambulisho ili kukabiliana na changamoto ya watu wanaotumia mwamvuli wa jeshi hilo kufanya vitendo vya utekaji. Mrisho Sadiki anatujuza zaidi. Kauli hiyo imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo wakati wa mafunzo ya ulinzi shirikishi na polisi jamii yaliyotolewa kwa watendaji wa kata, vijiji, mitaa, maofisa tarafa yaliyoandaliwa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na mgodi wa GGML kwa lengo la kuimarisha usalama wa wananchi. Swala la askari polisi kujitambulisha kwa mwananchi ni la lazima, lipo kisheria kwa mwananchi kulingana na mazingira, kwa sababu kuna mazingira askari anaenda kumkamata jambazi. Wewe utaanza jambazi ana silaha, unaanza kumtolea kitambulisho mimi ni askari. Mazingira hayo hayataruhusu. Lakini katika masuala haya ya kawaida, askari polisi amekuja kwako, anataka kufanyia upekuzi kwa mfano. Sheria inamtaka askari polisi ajitambulishe na kuonyeshe kitambulisho. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Geita wamesema hatua hiyo itasaidia kupunguza matukio ya utekaji, kwani kumekuwa na baadhi ya watu ambao wanaingia kwenye maeneo yao na kujifanya askari polisi kisha kuwakamata watu. Yalitokea matukio namna hiyo pia upande wa Samina Makarashani. Watu wanakuja wanajitambulisha kama anti-robbery wakiwa na magari na pingu, wanakamata mwananchi, wanaenda na wenye uwezo ndio walikuwa wanatekwa kwa mtindo huo. Inakuwa sio kitu cha kawaida, wengi hatujazoea. Asilimia kubwa ya wananchi wamejengewa hofu. Yaani akimwona askari ni mtu wa kuogopwa. Sio mtu ambaye anaweza akamdemand kitu kwamba naomba kitambulisho ikawa rahisi kwake kutoa. Vile ambavyo polisi jamii wamekuwa karibu na wananchi, yani wanawaona ni watu ambao wanaenda wanazoeleka. Tofauti na zamani ambapo ilikuwa kumwona polisi yani ni kitu ambacho sio cha kawaida, lakini sasa hivi ni kitu cha kawaida. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Viboko 50 na wanyama wengine wakubwa wamekufa kutokana na ugonjwa wa kimeta katika hifadhi ya taifa ya Virunga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa. Mkurugenzi wa hifadhi hiyo amethibitisha hilo baada ya kusambaa kwa picha za hifadhi hiyo kubwa Afrika iliyoko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazoonyesha wanyama hao wakiwa wamekufa na kuelea kwenye mto Ishasha. Maafisa wa hifadhi hiyo wamesema wanyama hao walionekana kwa mara ya kwanza wiki iliyopita, ingawa chanzo halisi cha sumu hiyo hakijajulikana, huku vipimo vikibaini uwepo wa viini vya ugonjwa wa kimeta. Mkurugenzi wa hifadhi hiyo Emmanuel Demerode amesema kuwa kazi ya kuokoa wanyama hao na kuwazika ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo inaendelea, ingawa inakutana na changamoto mbalimbali kutokana na ukosefu wa mashine za kuchimbia. Mto Ishasha unaoteremka kaskazini kuelekea Ziwa Edward, moja ya maziwa makubwa barani Afrika, ambapo wanyama wengi waliokufa wamepatikana katika maeneo ya karibu. Kimeta husababishwa na bakteria na inaweza kuwa hatari kwa wanyama pamoja na binadamu, ingawa mara nyingi haienei kwa urahisi. Hifadhi hiyo ni kivutio kikubwa cha watalii, lakini pia imeathiriwa na vita kati ya makundi ya waasi na jeshi la Kongo katika miaka ya karibuni. Taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa asili imewataka wakazi wa eneo hilo kuepuka kugusa wanyama wa porini na kuchemsha maji kutoka kwenye vyanzo vya maji vya karibu kabla ya kuyanywa. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Sana Witness Ngalawa. Vijana nchini wameshauriwa kuepuka ushawishi wa aina yoyote kutoka kwa mtu au kundi la watu wenye lengo la kuwatumbukiza kwenye dimbwi la tabia hatarishi kimaadili ambazo mara nyingi huzalisha machafuko na maafa, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Clement Sanga na taarifa kamili. Tuko tayari kujitolea muda wote na saa yote ambapo tutahitajika. Somo limekolea. Kwa lugha nyepesi ya mtaani tunasema somo limeeleweka. Vijana wanakili kwa kinywa chao. Msingi wa nidhamu, utii, uhodari na uaminifu ndio silaha pekee katika ulimwengu wa leo.
Akifunga mafunzo hayo, Brigedia George Itangare amewashauri vijana kutumia vyema mafunzo hayo kwa kuepuka ushawishi wa aina yoyote wenye lengo la kuwataka vijana kuwa chanzo cha ghasia, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu. Niwakumbushe kila mmoja wetu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu ambapo mwezi Oktoba Watanzania wote tutashiriki katika kuchagua viongozi, ikiwa katika ngazi ya madiwani, wabunge na rais. Kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura atumie haki yake ya msingi kupiga kura kuchagua viongozi. Aidha, tujitahidi kudumisha amani na utulivu katika kipindi hicho muhimu kwa taifa letu. Ni imani yangu kuwa mafunzo mliyopata mtakuwa sehemu kubwa ya kuhakikisha kuna kuwepo na amani wakati wote. Awali akimkaribisha mgeni rasmi, mwakilishi mkuu wa JKT Kanal Amos Muro akatumia fursa hiyo kutoa neno la ushauri kwa vijana. Napenda kuwaasa kuwa nidhamu ikawe ndio silaha pekee dhidi ya jambo lolote litakalokuwa mbeleni. Pia yale yote mliojifunza kipindi chote cha mafunzo mkayaendeleze huko mwendako katika vikosi mtakavyopangiwa. Naomba niendelee kusisitiza hadhira hii kuwa mafunzo ya vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa ni nguzo muhimu sana kwa taifa letu, kwa ajili ya kuandaa viongozi waadilifu na wazalendo kama ambavyo ilifanyika katika viongozi waasisi wa taifa hili. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Vitengo vya habari vinavyosimamiwa na maafisa mawasiliano serikalini TANGICO ni moja ya kada muhimu na nyeti, ikielezwa ndiyo kiungo muhimu cha taarifa za serikali kwa wananchi kuhusu miradi ya maendeleo, taarifa za elimu na afya. Hivyo watumishi wake kufanya kazi kwa weledi ndio mwelekeo chanya wa kutimiza dhumuni hilo. Jimmy Mengele anatujuza zaidi. Hawa ni maafisa mawasiliano wa serikali, wakuu wa vitengo vya habari wa taasisi zaidi ya 400 ambao wamepiga kambi mkoani Morogoro kwa lengo la kujadili changamoto zinazowakabili katika kutimiza majukumu yao ya kila siku, huku wakipanga mikakati ya uboreshaji wa namna kuwapasha wananchi taarifa za serikali kuhusu miradi ya kimaendeleo. Moja ya majukumu yetu ya msingi ni kufundisha, kufanya mafunzo kwa ajili ya wanachama wetu. Tunafanya mafunzo kwa njia ya mtandao na tunafanya mafunzo yale physical ambayo tunakutana mahali, tunatafuta wataalamu wazuri wanawafundisha watu kulingana na mada ambazo au kwenye maeneo ambayo wanachama wenyewe wamesema haya maeneo tuna changamoto. Kwa hiyo tukija kwenye mikutano kama hii ni kubadilishana uzoefu, tupime yale tuliofundishana kwenye kipindi kichote, ni nini kimefanyika, wameweza kuyafanyaje kazi na changamoto ni nini, ili tuweze kubadilishana uzoefu na kuona namna kuimarishana kwa ajili ya kuisemea serikali yetu vizuri, hasa chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo anaifanya tunaizungumziaje, na kama tunakwama changamoto zipi tuzifanye. Moja wapo tunaangalia maeneo ya crisis communication management. Tunakutana na changamoto nyingi sana kwenye utekelezaji wa majukumu yetu, lakini namna gani tunaweza kuzimanage zile challenges. Je, mkakati wa uboreshaji wa kazi za maafisa mawasiliano wa serikali, wakuu wa vitengo vya habari wa taasisi inaenda kuleta mchango gani chanya kwa ukuaji wa maendeleo ya wananchi na taifa kwa ujumla? Tuko hapa katika mkutano wa TANGICO annual meeting mwaka huu 2025 kwa lengo la kujifunza, kubadilishana uzoefu na taasisi zingine. Kwa hiyo katika hii leo siku ya kwanza bado tuko katika kupata mafunzo mbalimbali, uzoefu mbalimbali. Siku ya mwisho tutakuwa tumeongeza vitu vingi katika utendaji katika majukumu yetu ya kila siku katika mawasiliano ya serikali. Umeandaliwa kisasa, una mada nzuri ambazo kimsingi zinaendelea kutuimarisha sisi kama watu wa mawasiliano na uhusiano serikalini, ambapo baada ya mkutano huu ni matarajio yetu kwamba washiriki wote watakuwa wana nguvu mpya, wana maarifa mapya. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Wa Channel 10 Plus, mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Punde anakuja Witness Ngalawa Winga Telza kudunda dunda viwanjani. Mimi ni Salma Shabani.
Namna hivyo Salma Shaban ananipa kijiti kwenda kudunda viwanjani kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na yanaendelea kujiri katika viunga mbalimbali vya kimichezo iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwa nami mwana michezo wako Witness Ngalawa, maweza kunita Winga Teleza. Na moja kwa moja naanza na mchezo babu kubwa, mchezo mkubwa kabisa Afrika Mashariki na Kati unaokutanisha timu ya soka ya Tanzania Simba pamoja na timu ya Al Masry kutoka huko nchini Misri. Katika mchezo huo, wadau wa soka nchini na mashabiki wa mpira wa miguu nchini wamefunga mengi mara baada ya kutamatika kwa mchezo wa mkondo wa pili wa robo finali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya mnyama Simba dhidi ya Al Masry, mchezo ambao ulipigwa leo katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu aliyekuwa shuhuda wa mchezo huo ametuandalia taarifa ifuatayo. Finali. Tuzingua, tukawazingua. Kubwa fulani. Atego unajua? Mafundi unajua? Simba Sports. Simba Sports. Nimetoka Kigoma leo Higwe, nilikuwa na hasira kubwa kweli. Mimi nilikuwa Deo Justin. Simba, watu wote wajifunze kwa Simba. Simba Sports Club. Nilikuwa nimepanga boli 5. Uwezo wa Mungu mimi unasaidia sana. Kwa pamoja. Muda mrefu mmekuwa mmekimshia robo. Ndio maana yake hata kama watani zetu wale watu wa Kigamboni, nataka niheshimu mimi kama baba yao. Mungu tumeachieve, mambo yamekaa poa. Ile ya hii tunavuka imekamilika. Simba imekamilika. Imekamilika. Umewatazama mchezaji Elie Mpanzu kwa namna gani fundi sana Elie Mpanzu fundi sana. Steve Dese Mkwana na yeye amefanikiwa kufunga bao leo. Wako vizuri, unajua timu ikicheza kitimu inakuwa vizuri sana. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Pablo Franco kocha dampa kongera zake. Nashukuru Mungu sana. Thank you. Kwa namna ambavyo mchezo ulikuwa unaendelea, wachezaji umewaona, lakini Waarabu kwa namna walivyoingia, ni hasa mmetumia kauli ya kutumia vizuri uwanja wa Benjamin Mkapa. Unajua kwa Mkapa toki mtu na imeanzia kwetu sisi mnyama. Kwa Mkapa inapigwa lunyasi, inapigwa counter, anafungwa. Thank you bwana. Bwana, mambo vipi ndugu? Mambo poa kabisa. Mchezo umemalizika, una furaha kiasi gani kufuzu kuelekea? Na furaha kutosheka sana. Yaani sina cha kufanya, sasa leo nifanye nini kwa furaha niko nayo. Anazungumzia benchi la ufundi wamepambana kwa kweli. Mchezo ulikuwa mgumu wapi haswa kadri ulikuwa unazidi? Mchezo ulikuwa mgumu kwa sababu nao walikuwa na defense, walikuwa wanashambulia. Mchezo ulikuwa mzuri, lakini namshukuru Mungu tumepambana, matokeo yamepatikana. Tumevunja historia baada ya kuishia robo mara nyingi sana. Hatimaye kwa mara ya kwanza kila timu, lakini sio kila timu. Najua siku zote tunapopambana, kadri tunapopambana, achievement zinakuja. Kwa hiyo sisi tunashukuru Mungu tumeachieve, mambo yamekaa poa. Cheza na vitimu vidogo hivi. Ni dalili pekee za kusema mnyama sasa ndio atakayeleta kombe la shirikisho. Sisi tunaenda kutimiza azma ya marehemu John Pombe Magufuli. Alisema kwamba Simba ndio iwe timu ya kwanza kulileta kombe la Afrika. Na ile kombe sisi tunapita nalo. Msimu tunalichukua ile kombe. Nani kutuzuia? Kombe hili linakuja, nani atakayetuzuia? Huyo Zamalek mpaka Zamalek. Yaani leo wachezi mechi kwa lao. Yaani saa hizi Zamalek yote akili asijawakaa sawa. Hii ndio kauli kwamba mnautumia uwanja wa Benjamin Mkapa vizuri, na ile kauli kwamba kwa Mkapa atoki mtu mnaendelea kudhihirisha hapa. Kwanza uwanja si hatuna dhambi nao. Uwanja huu ni wa kwetu. Uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja ni wa kwetu. Nikukumbushe kwa nini ulijengwa uwanja. 2003 Simba anatoka kumtoa Zamalek ambaye tutaenda kucheza naye nusu finali. Simba anamtoa Zamalek ya moto. Umeelewa? Simba tunakutana na nani? Na Benjamin Mkapa pale kipindi kile yuko rais. Anauliza watu waliokuja airport wamekuja kunipokea mimi, anaambia hapana. Hao wamekuja kuipokea nani? Simba Sports Club. Kimoyo tunaumia, lakini kiukweli tumefurahi. Tanzania imepata heshima, Simba imepata heshima. Tumefurahi sana. Yanga mlifika finali kombe la shirikisho. Unaiona Simba nao ikifika huko kwa mpira uliocheza? Yanga tulifika finali lakini tulitolewa, lakini kwa performance ya klabu ya Simba naona kabisa akaenda kuchukua ile kombe. Namna hivyo hatuna mengi leo upande wa viwanjani kitaifa. Kubwa ilikuwa ni mtanange huo kwa vilabu barani Afrika kufuzu hatua ya nusu finali. Nachana na taarifa hiyo naenda kimataifa ambapo tunaenda kuungana moja kwa moja na mwana michezo wetu kufahamu yapi ambayo yamejiri katika upande wa michezo kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa na tutaangazia ligi ya mabingwa barani Ulaya.
Hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya iliendelea jana kwa michezo miwili kupigwa katika majiji makubwa barani humo. Kaskazini mwa mji wa London katika uwanja wa Emirates, Arsenal walikuwa wenyeji wa Real Madrid ambapo walifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Arsenal walipata bao la kwanza dakika ya 58 kupitia mpira wa adhabu uliojaa nguvu kutoka kwa Declan Rice, kisha kiungo huyo aliongeza bao la pili kwa muundo ule ule wa mpira wa adhabu. Bao la tatu lilifungwa na Mikel Merino ambaye alifunga baada ya kuunganisha krosi safi kutoka kwa Miles Lewis Kelly. Katika dakika za mwisho mchezaji wa Real Madrid Eduardo Camavinga alionyeshwa kadi nyekundu na kulazimika kuondolewa uwanjani huku akiukosa mchezo ujao. Katika mchezo mwingine uliofanyika jijini Munich, Bayern Munich walikuwa wenyeji wa Inter Milan katika uwanja wa Allianz Arena. Bayern Munich walipoteza kwa mabao 2-1. Lautaro Martinez aliifungia Inter bao la kwanza kabla ya Thomas Muller kusawazisha kwa Bayern. Hata hivyo, dakika chache baadaye David Fratesi alifunga bao la pili na kuihakikishia Inter ushindi huo muhimu. Ligi ya mabingwa Ulaya itaendelea tena leo kwa michezo miwili. Barcelona watakuwa nyumbani katika uwanja wa Stade Olympique Louis Company wakiwakaribisha Borussia Dortmund, huku mabingwa wapya wa Ligue 1 Paris Saint-Germain wataialika Aston Villa katika uwanja wa Parc des Princes jijini Paris. Michezo yote miwili itapigwa majira ya saa 4 kamili usiku. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo Kimataifa. Namna hivyo Salum Pelembo ametufahamisha yale ambayo yamejiri na endelea kujiri muda mchache kutoka hivi sasa majira ya saa 4 kamili usiku barani Ulaya. Ni mtanange wa kukata na shoka. Tutaona Barcelona, tutaona Borussia Dortmund, PSG nao pia wakisakata kabumbo huko barani Ulaya. Lakini naenda kuhitimisha kutoka mtandaoni. Kutoka mtandaoni bwana, kutana na ligi ya kipekee ya wabibi wanasoka barani Afrika. Huenda wasiwe na ujuzi kama vile Lionel Messi au Cristiano Ronaldo, lakini hilo halijawazuia bibi hawa wa Kiafrika kujifunza kupiga penati na mbinu za kukaba. Hii imekuwa kazi ya Rebecca Ntaswisi mwenye umri wa miaka 57 kutoka Afrika Kusini, aliyeanzisha timu ya bibi wazee wanasoka katika nchi mbalimbali barani Afrika kwa lengo tu la kuboresha afya ya akili na mwili kwa wanawake wenye umri mkubwa. Timu 5 kutoka Afrika zinashiriki kwenye mashindano ya kombe la dunia la soka la wabibi huko Limpopo, ambapo mchezaji mkongwe zaidi anakadiriwa kuwa na zaidi ya miaka 80. Video hii imeonyesha jinsi soka ilivyowapa majuza hawa mwamko mpya wa maisha. Tuambie nini mtazamo wako kuhusiana na hili katika ukurasa wetu wa YouTube. Tunapatikana kama Plus Digital. Tuambie wabibi kama hawa mtaani kwako unawapatia hamasa ya mchezo wa aina gani? Mimi ni Huwinga Teleza Witness Ngalawa, sina la ziada. Nikurejeshe kwake Salma Shabani aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Asante sana Witness Ngalawa, Winga Telza. Na sasa basi mtazamaji wa Channel 10 Plus, ndivyo tunavyofikia mwisho wa taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Ni kushukuru sana kwa kufuatilia taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Unaweza pia kusubscribe kupitia YouTube channel ya Plus Digital ukaendelea kupata mengi na mazuri ambayo huwa tunayaweka huko. Mimi ni Salma Shabani na kutakia usiku mwema.